Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao kuhusiana na kile kinachoonekana kwa sasa juu ya Young Africans kubakisha namba 6 ambayo mpaka sasa kwa upande wa klabu ya soka Young Africans ilikuwa ikitarajiwa kwamba itavaliwa na Fredy Ngoma, mchezaji mpya ambaye amesajiliwa kwenye kikosi cha Young Africans, lakini badala yake amepewa jezi namba 8, huku Young Africans wakitoa tahadhari kwa timu ambayo inafanya mazoezi na mchezaji wao, wakisema ya kwamba kuna mchezaji ambaye wanakuja kumtambulisha, huenda Ngoma ikawa ngumu kwa wapinzani, kwani anayeshushwa kwenye kikosi cha Young Africans kwa kile ambacho kinaonekana ni miongoni mwa wachezaji wazito kwelikweli, wenye profile kubwa, uwezo mkubwa na kile ambacho kinachoendelea sasa. Ni kufahamisha kwamba kumekuwepo na uvumi kuhusiana na taarifa na tetesi juu ya Faisal almaarufu kama Feitoto kurejea tena katika mitaa ya Twiga na Jangwani baada ya kile kilichoweza kuonekana tajiri GSM kuweza kuweka mzigo wa maana kwa Azam FC ili kuweza kuwashawishi kuweza kumalizana nao mapema kabisa kijana atue kwenye kikosi chao. Taarifa inaelezwa kwamba kile kilichoweza kutokea katika dili hilo, ambapo inaelezwa kwamba aliyebakia sasa ni Faisal mwenyewe kuweza kumaliza mchakato huu. Sasa Faisal yeye leo hii amefunguka juu ya kuhusiana na kurejea kwake kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na kila kitu amekiweka wazi, na mimi nimekusogezea majibu yote na mpaka dili hilo linavyoenda. Je, Young Africans watafanikiwa ama itakuwaje? Mimi nimekusogezea taarifa kamili ya kile kinachoendelea huko kwenye kikosi cha Young Africans na alichokisema leo hii Feitoto katika yale mazungumzo kuhusiana na kurejea kwake kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ila kabla tujaendelea kukuambia yaliyojili, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa, nazungumzia si wengine bali ni Wina Media. Ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu kama kawaida. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans inaendelea kuweza kujiweka sawa kuhakikisha kwamba wanarudisha yale makali yao ambayo waliokuwa nayo. Hapa nazungumzia katika mwendelezo wa kuendelea kuweza kubeba mataji, na sasa wamezamilia zaidi kwamba si tu kuishia katika kulitawala soka la Tanzania. Inaelezwa kwamba wameamua kuweza kufikia kile kinachoitwa makubaliano ya kwenda kimataifa zaidi. Sasa klabu ya soka Young Africans walikuwa wanapambana kuhakikisha kwamba Faisal anakuja upande wao kwa mara nyingine tena baada ya kutokea zile sintofahamu ambazo zilizotokea na zikaenda kumalizika. Sasa klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba sasa ni wazi kabisa wameingia kidete kuhakikisha kwamba wanapata makubaliano ya kile kinachoendelea kwa sasa, ambapo taarifa inaelezwa kwamba zile tetesi ambazo zinazoendelea kwa sasa juu ya klabu ya soka Young Africans kumalizana na Azam FC, inaelezwa kwamba mambo tayari yako wazi kabisa, ambapo soko la usajili nchini limezidi kupamba moto zikiwa zinaelekea nyakati za mwisho kwenye kufunga usajili. Inaelezwa kwamba moto umeendelea kuweza kuwaka na kupamba kweli kweli, ambapo inaelezwa kwamba kiungo mahiri nyota wa ligi kuu ya soka Tanzania bara na nyota wa Azam FC Faisal Salum
Salum almaarufu kama Feitoto hata kuwa sehemu ya kikosi cha Azam FC ambacho kinachocheza mechi ya kirafiki pale Kigali, Rwanda. Nyota huyo anatarajiwa kushuhudia mchezo huo akiwa jukwaani kama mtazamaji tu, hatua inayothibitisha kwa kiasi kikubwa kuwa yuko njiani kukamilisha mpango wake wa kuondoka ndani ya matajiri wa Azam FC. Taarifa inaelezwa kwamba Feitoto anahitajika katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba tayari makubaliano binafsi na klabu yake ya zamani ambao ni Young Africans yanaendelea, huku mazungumzo rasmi kati ya uongozi wa Azam FC na Young Africans yakiendelea ili kukamilisha taratibu za uhamisho huu. Hata hivyo, Yanga hawako peke yao kwenye vita hiyo, kwani klabu ya Simba nayo inatajwa kupambana kwa nguvu zote kuhakikisha inapindua meza kumnasa saini ya kiungo huyo mfundi. Lakini kauli ya Feitoto ndio iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa kweli kweli juu ya yeye kuweza wapi ambako anahitaji kuelekea, kwa sababu tetesi zimekuwa ni nyingi kwamba pengine anaenda Simba, pengine anakwenda Young Africans. Lakini kuamkia siku ya leo, Feitoto ameweka Insta story ikionyesha mabao aliyokuwa anafunga wakati yupo na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, jambo ambalo limetoa tafsiri kwa wengi pengine ni wapi ambapo anaelekea. Klipu ambazo zilikuwa zinaonyesha kipindi yuko kwenye kikosi cha Young Africans ndizo ambazo zinatambaa sana, ambazo ameziposti mchezaji huyo. Ni wazi kabisa kwamba kama ameweza kufikia kuposti hilo, inamaanisha kwamba basi mambo ni mazuri kwa upande wa Young Africans, na Feitoto kinachosubiriwa ni kuweza kuona hatima yake inakuwaje kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Wao watafanikiwa vipi kuweza kuwashawishi Azam FC ili kuweza kuwaachia mchezaji huyo. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo klabu ya soka ya Young Africans wanajikita kuhakikisha kwamba wanatengeneza hapa nazungumzia kikosi himara na chenye nguvu zaidi. Lakini katika hatua nyingine, inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans baada ya kuongezeka kwa nyota kufikia 13 katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans kwenye kikosi chao na wachezaji wengi wa kigeni, jambo ambalo linafanya wapunguze mchezaji. Sasa nani anapunguzwa? Ndipo hapo shughuli inapoanzia, ambapo klabu ya soka Young Africans imeamua kumweka sokoni nyota wake Laulindo Depu, mfungaji kijana mwenye umri wa miaka 26 anatakiwa kuweza kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo Yanga inaelekea kufanya mabadiliko katika orodha yake wachezaji wa kigeni, huku Laulindo Depu akitajwa kuwa miongoni mwa wachezaji watakaoondoka Jangwani. Depu amekuwa sehemu ya kikosi cha Yanga na amewahi kuitumikia klabu hiyo katika mashindano ya CAF Champions League pamoja na ligi kuu ya NBC. Licha ya mchango wake ndani ya uwanja, taarifa za kuondoka kwake zimeibuka mjadala miongoni mwa mashabiki, baadhi wakiamini kuwa bado angeweza kuwa msaada kwa timu kutokana na uwezo wake wa kufunga na kucheza chini ya pressure. Depu anakumbukwa pia kwa utulivu wake mbele ya lango na juhudi alizozionyesha wakati akitumikia Yanga katika mashindano mbalimbali, ambapo wameamua kumchagua Peter Shalulile dhidi ya Depu. Depu ameamua kupewa mkono wa kwaheri. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa inaelezwa hivyo katika yale ambayo yameendelea. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii. Umepokeaje kuhusiana na usajili huu wa Feitoto kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Young